kunitibia mguu wangu. Hadi sasa hivi nipo naendelea vizuri. Nashukuru sana kwa kunisaidia. Hadi sasa hivi nipo natembea mimi mwenyewe. Zamani nilikuwa sitembei, nilikuwa natembea mtu magongo. Kwamba mtoto huyu tulimpokea katika taasisi ya MOI mnamo tarehe 5 mwezi wa kwanza, na alipofika tu Nicholas alianza matibabu yake na aliendelea na taratibu za matibabu. Mnamo tarehe 17 mwezi wa pili, Nicholas sasa hivi yuko vizuri. Tulimpokea Nicholas akiwa hatembei, lakini tuliweza kumtibu jeraha ambalo lilikuwa katika mguu wake wa kulia na anaendelea vizuri. Na Nicholas kwa sasa tumemrudisha katika makazi yake ya wilaya ya Kahama akiwa anatembea mwenyewe, kwa sababu sisi tulimpokea Nicholas akiwa hatembei. Kwa hiyo tuwashukuru sana uongozi, hasa tumshukuru Mama Samia Suluhu kwa kuweza kumuona mtoto huyu na kuweza kuhakikisha kwamba mtoto huyu anapata matibabu na kuweza kurudi katika hali yake ya kawaida. Tulimpokea mtoto na tuliweza kumfanyia matibabu ambayo alifanyia operation mara 2. Pia akaendelea na mazoezi, na pia haikutosha, akawa amepewa kifaa saidizi kwa ajili ya kuweza kutembea peke yake. Na sasa hivi yuko katika hali nzuri, ambayo pia madaktari wake wameshauri kwamba watamuona baada ya miezi 3. Pia amepewa dawa kwa ajili ya kutumia akiwa nyumbani. Pia istoshe, mama tumempa elimu ya afya na jinsi ya kumtunza mtoto. Kwa hiyo mama hapa anaelewa jinsi ya kumtunza yeye pamoja na mguu wake na kifaa saidizi ambacho amepewa. Kwa hiyo tunategemea mambo yataenda vizuri. Kwanza nianze kwa kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuona swala hili la mtoto na kuamua kulishughulikia. Lakini jambo la pili, nishukuru kwa ujumla uongozi wa mkoa wa Shinyanga, nikianza na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, dada yetu Mboni Mhita, lakini pia Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Kahama Frank Nkinda, kwa kuona swala pia la mtoto, lakini kuamua kuweza kufanya ufuatiliaji wa karibu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mtoto anapata matibabu. Lakini pia mkurugenzi wa manispaa ya Kahama Masudi Kibetu kwa kuwa karibu na kufuatilia swala hili la mtoto, lakini pia kutoa sapoti ya moja kwa moja kwa mtoto na mama wakati wakiwa kwenye matibabu katika hospitali ya MOI. Lakini pia niwashukuru pia ndugu zetu kutoka hospitali ya MOI kwa matibabu ambayo mmeyafanya kwa mtoto wetu, na leo tunamuona akiwa na muonekano tofauti kabisa. Kwa hiyo hongereni sana kwa hilo. Na sisi kama Kahama tuko tayari kuweza kuendelea kufuatilia juu ya maendeleo ya huyu mtoto, lakini kuendelea pia kwa ajili ya kuhakikisha mtoto anapata matibabu, lakini pindi mtoto atakapohitajika kurudi kliniki kuweza kusupport au kutoa gharama za kuweza kumrudisha MOI au sehemu nyingine yote itakayokuwa imeelekezwa kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba mtoto anahudhuria kliniki, lakini mwisho aweze kukaa salama kabisa. Kwa kweli nina furaha sana na mshukuru Rais Samia kwa msaada aliyomfanyia mtoto wangu mpaka sasa hivi anatembea. Kwa kweli ninamshukuru sana, ila nilikuwa nahitaji tu hata nimuone, nimshike mkono. Mwanangu alikuwa na miaka 2 hatembei mpaka, yani alikuwa na miaka 2 hajatembea kabisa. Alikuwa ni wa kulala, ni wa kubeba, akitaka kwenda ndani umbebe, akitaka kutoka nje umbebe. Kwa hiyo hata hivyo mimi nahisi kifua mpaka kilikuwa kimeshaathirika tayari. Ila kwa sasa namshukuru Mungu. Sasa hivi mwanangu anatembea vizuri mwenyewe. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers.
zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.